rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-imami an-nabi al-karimi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Amma ba'd. Ndugu zangu, tunashukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa misingi hii tunaomba pia rehema na amani kwa ziada zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadhara yoyote ambayo atakuwa yupo, naye ni mtu wa hadhara kubwa sallallahu alaihi wasallam. Haya, tulikuwa tunakwenda na utaratibu wetu wa kuzungumza habari za tasawuf hatua kwa hatua, kitu kimoja baada ya chengine. Kwa hiyo kama ilivyokuwa mwanzo wake, basi na muendelezo wake inshallah utakuwa hivyo hivyo. Tunazungumzia habari ya jambo ambalo bahari yake ni pevu sana, na hichi kiasi tunachoongea hapa ni kama tone tu katika bahari hiyo. Kwa hiyo maneno yetu hayawezi kuwa na ukamilifu wa kutosha kufanya mtu aelewe na kuwa dhahiri kabisa ya uelewa wake ni kwa ukamilifu kiasi jinsi inavyotakiwa, ila angalau basi viumbe wa Mwenyezi Mungu wanaweza kuamka kutoka kwenye mghafala ambao wapo, wakajua kitu sahihi cha kufuata na njia iliyo sawa ya kushika, katika maana ya kumkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia njia ya mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam. Sasa katika jumla ya mapito tunayokwenda nayo, tulizungumza habari ya tasawuf katika hatua zake za utambulisho na maana zake za uthibitisho, na sasa tulionyesha uasili wake kwamba tasawufu ni katika suluki za kale sana katika mfumo wa ufuasi wa kufuata dini yetu kwa mujibu wa mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Si kitu kiko nje, hapana, bali kiko ndani, tena ndani sana. Sasa leo nitakunukulieni baadhi ya mabwana ambao wamehusika na tasawuf enzi hizo, japokuwa dhahiri yao na ufuasi wao na mapito yao ya kidhahiri wanaonekana kuwa ni wanachuoni wa kawaida, maimamu, maulama, lakini ni pamoja na tasawufu ndani ya mapito yao. Nitakunukulieni kiasi ambacho mtaelewa. Wako wengi kupita kiasi, na inshallah tutakwenda hatua moja baada ya nyingine, mtajua wako wengi kupita kiasi, kwa sababu hili jambo la tasawufu ndio jambo linalomshikamanisha mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ndani. Kwa dhahiri basi ndio utaona ni sheria, hija, saumu, zaka, swala, na hivi na vile, lakini kwa ndani, yani ilmu za masala ya kiroho, mapito ya kiroho kumwendea Mwenyezi Mungu, zile njia zake, walimu wa somo hilo bila shaka toka enzi hizo ni masufi. Na ilikuwa hapana budi kwa mtu ambaye alikuwa anajua tasawufu ni nini kujifungamanisha na hawa watu. Tutakwenda hatua moja baada ya nyingine, ni kuonyesheni watu ambao wamejifungamanisha na hawa mabwana katika maana ya kuchuma matunda ya kiroho katika njia za ahli tasawuf. Tunaanza na Imamu Abu Hanifa, Imam Hanafi kwa ilivyokuwa mashuhuri. Anasema kuhusu Abu Hanifa kuwa ni msufi, naqala al-faqih al-Hanafi al-Hasfaki, amenakili taarifa hii mwanachuoni mkubwa wa fiqh ya Kihanafi al-Hasfaki, sahibu dari, ni bwana wa hicho kitabu. Anasema
anna Aba Ali Daqqaq, hakika baba Ali Daqqaq rahimahullahu ta'ala, Mungu amrehemu, huyu Abu Ali ad-Daqqaq, Mungu amrehemu, amesema hivi, ana kala, yani huyu bwana Abu Ali ad-Daqqaq, kama anavyonakiliwa na mwanachuoni wa fiqhi wa ya Kihanafi anaitwa Al-Hasfaki, ambaye moja ya vitu alivyoandika ni hicho kitabu kinaitwa Ad-Dar. Anasemaje huyo Abu Ali ad-Daqqaq? Mimi, anajishuhudilia mwenyewe, anasema mimi akhadtu hadhihi tariqata, mimi nimepokea hii tariqa. Huyu Abu Ali Daqqaqi ananakiliwa na al-Faqihul al-Hanafiyul Hasfaki. Anasemaje bwana? Mimi nimepokea hii tariqa min Abil Qasim an-Nasri, kutoka kwa Abul Qasim an-Nasri Abadhi. Abu Ali Daqqaqi, sawa, anazungumza kuwa kapokea tariqa ya watu wa tasawufu kutoka kwa nani? Abul Qasim an-Nasr Abadhi. Wakala, na huyu Abul Qasim an-Nasr Abadhi anasema wakati anampa huyu bwana, ana khastuha min ash-Shibli, mimi tariqa ya tasawufu nimeichukua kwa kuipokea kutoka kwa ash-Shibli. Wa huwa, na yeye ash-Shibli kaichukua min as-Sirri as-Saqti, kutoka kwa Sirri as-Saqti. Wa huwa, naye huyu Sirri as-Saqti ameichukua min Ma'ruf al-Karhi, kutoka kwa Ma'ruf al-Karhi radiyallahu anhu majma'ina. Wa huwa, na Ma'ruf al-Karhi anasema kaichukua min Daud at-Tai, kutoka kwa Daud at-Tai. Hii ndio inaitwa silsila, hii ndio inaitwa isnadi. Mtu kitu chochote anachokwambia anakifanya kwa sababu anakijua, ni maana amekipokea kwa njia zake za mapokeo ya namna kinavyotakiwa kufika kwa huyu anaosema anakijua na amekipokea. Kwa hiyo bwana anatupa silsila yake ya tarika ya tasawuf. Wa huwa, naye Daud at-Tai akhadha al-ilma wa tariqata, amepokea elimu pamoja na tariqa min Abi Hanifa, kutoka kwa Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu, Imamu Hanafi au Imamu Abu Hanifa. Hii ni kuonyesha kwamba mabwana wakubwa wote wa zamani, pamoja na ukubwa wa daraja zao na elimu zao, uchamungu wao, lakini hawakuchoka wala kuona tabu kujinasibisha na watu wa tasawufu, nao wakaingia miongoni mwao na kuwa katika jumla yao. Wa kullu minhum, na kila mmoja katika hao, athna alayhi, alimsifu kwa sifa nzuri Imamu Abu Hanifa, wa aqarra bifadli, na kila mmoja alikubali utukufu wa Abu Hanifa. Nani leo anashaka na Abu Hanifa kuhusu masala ya mashrabu ya elimu yake na ucha Mungu wake katika jumla ya maimamu wa ahli sunna wal jamaa? Usione watu wanajinasibisha tu, sisi ahli sunna, sisi ahli sunna. Ahli sunna wal jamaa ndio hawa, yani ina maana watu wanaojinasibisha na tarika ya tasawufu ndio katika ahli sunna wal jamaa, wakiwa nao ni miongoni mwao na katika wao. Utayapata haya kwenye kitabu kinaitwa Ad-Durrul Mukhtar, nakala yake. Ukitaka kuyapata kwenye kitabu maalumu kabisa chenye habari hizo, tafuta kitabu kinaitwa Ad-Durrul Mukhtar, juzi ya kwanza ya sahifa 43. Kitabu kinaitwa Ad-Durrul Mukhtar, juzi ya kwanza sahifa ya 43. Sawa? Wa alaiki, na juu ya hilo hilo unaweza kulipata kwenye hashia Ibn Abidin, kwenye hashia ya Ibn Abidin. Habari hizo hizo ukizikosa kwenye Ad-Durrul Mukhtar, basi utazipata kwenye hashia ya Ibn Abidin, ambao kaifanyia hiyo Ad-Durrul Mukhtar. Sasa nasemaje
mwandishi wa kitabu anasema fala yakhfa ala ahadin ba'da dhalika, haiwezi kajificha tena kwa mtu yoyote baada ya hivyo, anna al-imam al-ajalla, kwamba imamu mtakatifu huyu Abu Hanifa kana sufia, alikuwa ni msufi huyu, kwa sababu yeye ndo alompa mapokezi ya tarika ya tasawufu, kama jinsi Abu Ali Dakaki anavyotusimulia kwamba yeye kaichukua kwa Abul Qasim An-Nasr Abadhi, naye anasema naye kaichukua kwa Abul Qasim. Sawa, Abul Qasim anasema kaichukua kwa Ashibli, Ashibli naye anasema kaichukua kwa Asiri As-Sakhti, naye kaichukua kwa Maarufu Al-Khalqi, naye kaichukua kwa Dauda At-Tai, halafu Dauda At-Tai yeye kaichukua kwa Abu Hanifa. Na hao mabwana wanajulikana kuwa ni katika masufi wakubwa sana wote waliotajwa hapa. Imam Dauda At-Tai, Imam Maarufu Al-Khalqi, Imam Sirri As-Sakhti, Imam Abu Bakar Ashibli, kadhalika Abul Qasim, sawa, na Abu Ali Ad-Daqqaq. Ina maana Abu Hanifa ana silsila ya tasawufu ambayo mpaka alikuwa naye anawapa watu mapokeo katika suluki za njia za kisufi. Vitabu vilionakiliwa kuhusu hilo ni hivyo, ima uwe na Hashiyatu ibn Abidina ambao kaifanyia hashia hiyo ya Dudul Mukhtar, au uwe na hiyo Dudul Mukhtar yenyewe yenye juzu ya kwanza saifa 43. Taratibu tunakwenda. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, Imam Malik ibn Anas, Mwenyezi Mungu amrehemu, yaqulu al-Imam Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu anasema, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, atakayesoma elimu ya sheria fiqh akawa mwanasheria bingwa halafu asisome elimu ya tasawufu, faqad tafasaka, huyo ameshakuwa fasiki. Huo ndo msimamo wa Imam Malik. Anasema mtu akisoma elimu ya sheria akawa faqih halafu asiwe sufi, basi huyu mtu ni fasiki. Fasiki ni mtu ambaye haogopi madhambi, sawa, anayafanya kama karuhusiwa vile. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa, akasema na atakayechukua elimu ya tasawufu kisha asisome fiqh, elimu ya sheria, faqad tazandaka, huyo anakuwa ni mzandiki. Mzandiki ni mbaya kuliko ni mnafiki. Huyo ni mkubwa wa mnafiki. Kama mtu atasoma tasawufu alafu asisome fiqh, ndio maana masufi lazima umkute muda wote akiwa ni sufi kweli na ni mwanachuoni, anakuwa sahibul mashrabaini, anakuwa ni mtu wa manywaji mawili, ana glasi ya tasawufu upande mmoja, ana glasi ya fiqh upande wa pili, kwa sababu mwiko kuwa na kimoja katika hivi usio na chengine. Wa man jamaa bainahuma, anasema na atakaye kusanya yote sasa akawa sufi na kisha akawa faqihi, faqad tahaqqaqa, huyo sasa ni amehakiki kwamba hivyo anavyotakiwa sufi kuwa yeye ndivyo alivyo, hivyo anavyotakiwa faqihi kuwa yeye hivyo ndivyo alivyo. Maana faqihi kama ni faqihi kweli lazima awe pia ni sufi, na sufi kama ni sufi kweli basi lazima awe faqihi. Irejee Hashiyatul Alama Al-Ladawi. Al-Ladawi ana hashia yake aloifanyia sherehe ya Zarqani kwenye fiqh ya wa Malik. Al-Ladawi amefanya sherehe, kaifanyia sherehe fiqh ya wa Malik ya Zarqani. Nenda kwenye hashia hiyo juzu ya 3 sahifa ya 95. Halafu kuna sharhi Aini al-Ilmi wa Zaini al-Hilmi cha Imam Mula al-Qari. Imam Mula al-Qari, sawa, al-mutawaffa sana
Huyu jamaa amekufa mwaka 114. Huyu Imamu Mula al-Qari. Ndio maana naambia watu fiqh na ni tasawufu ina mapokezi ya asili ya muda mrefu sana ya zamani. Huyu bwana Mula al-Qari amefariki mwaka 114 Hijiria. Sawa? Sasa ukichukua kitabu chake kinaitwa Ainul Ilmi wa Zainul Hilmi, sawa, juzi ya kwanza sahifa 33, unaikuta hii taarifa ya Imam Malik katika mapokeo yake akizungumza jinsi mwanadamu Muislamu anavyotakiwa kuwa. Asisome tu fiqh bila tasawufu na asisome tu tasawufu bila fiqh. Anatakiwa awe na vyote, kwa sababu huyo ndo hakika atakuwa barabara. Yani mwanachuoni alim, lakini pia atakuwa mcha Mungu. Faqad ittadhaha lana, sasa imeshatuonekania wazi sisi, haithu talaqaina hadhihi alqawlata, kwa kule tukupokea maneno haya anil Imam Malik, kutoka kwa Imam Malik radhiyallahu anhu, annahu lam yakun muhibban lisufia faqat, si kwamba alikuwa akiwapenda tu masufia, hapana, bal kana huwa nafsuhu sufia, alikuwa yeye mwenyewe ni sufi, yeye mwenyewe alikuwa ni sufi. Wa ila lazima tasallutul hukumu alayhi, vinginevyo hukumu itabidi imrejee. Imam Malik sio tu kwamba alikuwa anapenda masufia, yeye mwenyewe alikuwa sufia, kwa sababu yeye ndo alosema ya maneno. Kama akiwa hakuwa msufi, na maana hukumu lazima itamrudi mwenyewe. Alisema mtu asipokuwa fakihi akawa sufi tu, anakuwa ni mnafiki. Mtu akiwa sufi tu asipokuwa fakihi anakuwa mnafiki. Akiwa fakihi alafu asiwe sufi anakuwa mnafiki kadhalika. Lakini katumia tofauti na mpangilio wa kugawanyisha kilugha, kwamba mtu akiwa sufi alafu asiwe mtu akiwa fakihi, mwanachuoni wa elimu ya sheria, alafu asiwe sufi, anakuwa fasiki. Fasiki ni mtu ambaye haoni aibu kufanya jambo baya, yani anaona kama fahari vile. Ndio wale ambao mpaka baadhi ya sheria za kidini zinasema hawafai kushuhudishiwa ushahidi, kufanywa mashahidi kwenye jambo hawafai, kwa sababu yeye haogopi kufanya makosa haya, anaona fahari. Akija akigeuka hapo inakuwaje? Anaitwa fasiki. Mtu ambaye haogopi Mungu wala watu, anaona sawa tu chochote anachofanya, yani hana mipaka katika utendaji wake mambo, anaitwa fasiki. Sasa kwa Imam Maliki, mtu akisoma fiqh alafu asisome tasawufu anakuwa fasiki. Akasema na kisha mtu akisoma tasawufu kisha asisome fiqh anakuwa mzandiki. Mzandiki ni zaidi ya mnafiki. Waman jamaa bainahuma, atakaye kusanya yote sasa faqad tahaqqaqa, huyo ndiye anayefaa kuitwa shekhe, mwanachuoni, mcha Mungu, sahibu hadithi na kadha wa kadha, kulingana na fani zake na mashrabu yake alochota. Sasa hii ni taariki imefanywa hapa chini, kwamba imeshatuthibitikia kwa kuona baada ya kwamba maneno haya ya Imam Malik tumeyapokea na kuyaona kwamba hakuwa tu anawapenda masufi, hapana, alikuwa yeye mwenyewe ni sufi, kwa sababu vinginevyo itabidi hukumu imsaliti, imrudie mwenyewe, kwa sababu alisema mtu akiwa fakihi asipokuwa sufi anakuwa mnafiki, na mtu akiwa sufi asipokuwa fakihi anakuwa mzandiki, ila akusanye yote fiqh na tasawuf. Sasa ina maana yeye mwenyewe kayaelekeza watu kusha mwenyewe asiwe, haiwezekani, vinginevyo hii hukumu itamrudia. Faliyaz billah. Anasema fa kaifa la yakunu sufia, vipi asiwe sufi? Wa huwa alqa'il, na huyu ndio mwenye kusema anna alfiqh wa tasawuf mutalaziman, kwamba fiqh na tasawuf vinalazimiana. Vitu viwili hivi huwa havitengani. Hivi vitu viwili havitengani, maana kimoja bila chenzake kinakuwa hakifai, inakuwa vinafaa vikiwa vyote. Nadhani tunaelewana ndugu zangu
wakafa na inatutosha annahu ja'ala tasawufa qalinan lilfiqh, kwamba huyu bwana kwa hakika alijalia tasawufi kwamba ndio muambatanishi, yani imeongozana. Karina ni kitu ambacho ni kitu ambacho kinaambatana nawe, kinafuatana nawe, kinaongozana nawe, ndio kinaitwa karina. Naona sasa kwa vile aliifanya sio tasawufi kuwa ni karina lilfiqh, kwamba ndio kitu cha kuongozana na fiqh iongozane na tasawufu, na tasawufu iongozane na fiqh, alafu ndio mtu anakuwa salama. Sasa kile kitendo cha kusema hivyo wa anna alfiqh biduni tasawufi batil, na kuonyesha kwamba hakika fiqh bila tasawufi ni batili, na tasawufi bila fiqh pia ni batili. Na nini mafhumu al-mukhalafa, sio? Fiqh bila tasawufi ni batili, na kadhalika tasawufi bila fiqh ni batili. Wa khulasatul qawli, na kwa ufupi wa maneno ni tuseme annal imama Malika, kwamba Imam Malik kana jami'an baina tasawufi wal fiqh, alikuwa kakusanya baina tasawufi na fiqh. Wa ashara al-ummata al-muhammadiyata ilayhima, na akawashiria ummati wa Mtume Muhammad kwenye vitu viwili hivyo, kwamba mtu asitosheke na kimoja, wasome fiqh sana na watu wasome tasawufu kadhalika sana. Sawa Haya, tunakuja kwa bwana mwingine, Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi, Imam Shafi. Sawa. Sasa hawa mabwana, ndio maana nimesema tasawufu kwenye uhakika wake na uhalisia wake si kitu cha leo. Sawa. Imam Hanafi alizaliwa mwaka 70 Hijiria, akafa mwaka 150 Hijiria. Sawa. Ni sufi kwa maelezo yake. Sawa. Na hawa wanafunzi wake ambao wanatueleza hapa kwamba wameyapokea haya kutoka kwake. Kwa hiyo alikuwa sufi. Kazaliwa mwaka 70 Hijiria, akafa 150 kadhalika Hijiria. Imam Malik radhiallahu anhu kazaliwa mwaka 95 Hijiria. Sawa. Akafa mwaka 179 Hijiria. Huyu Imam Malik bin Anas amezaliwa mwaka 95 Hijiria, akafa mwaka 179 Hijiria. Sawa. Kwa Imam Hanafi radhiallahu anhu alikuwa ni tabi'i. Imam Hanafi katika wakati alikuwa ni tabi'i, kwa sababu kazaliwa mwaka 70. Ina maana karne ya kwanza. Sawa, ya Hijiria. Akafa mwaka 150. Sawa, Hijiria. Imam Maliki amezaliwa mwaka 95 Hijiria. Ina maana karne ya kwanza. Itabi huyo. Kafa mwaka 179 Hijiria. Sawa, karne ya pili na maana. Sawa. Ukijua hivyo utajua kwamba tasawufu ina asili ya kale sana, na hakuna alokuwa haijui katika mabwana hao. Vinginevyo wasingekuwemo wala wasingehimiza watu kuwemo. Tunakwenda kwa Muhammad ibn Idris Ash-Shafi, pamoja na watu wengi kusema maneno chungu mzima kumuhusu, lakini tunaangalia kwenye maneno yake Imam Shafi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Kuna kitabu kinaitwa Diwanu Shafi. Diwanu Ash-Shafi ni cha kwake Imam Shafi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alikumullah subhanahu. Kwenye kitabu chake humu kuna shairi yake moja maarufu, hiyo shairi Diwanu Shafi. Kwa baadhi ya vitabu iko kwenye ukurasa wa 66. Inategemea na chapa. Kwa hiyo unaweza kusikuta hapo kaikuta, lakini huwezi sema kwenye kitabu hicho haipo hiyo habari.
Unaweza ukachelefu ukurasa tu ukawa kinyume mbele zaidi au nyuma kutokana na tofauti ya chapa, lakini usiseme hayo maneno hayapo kwa sababu yapo. Faqihan amesema yale yale kama alivyosema Imam Malik. Faqihan wa sufia kun laisa wahida. Huwa mwanachuoni wa elimu ya sheria fiqh wa sufia, alafu uwe bingwa wa elimu za kiroho, uwe sufi. Kun laisa wahida, usije ukawa mmoja wapo tu kati ya mawili. Ikawa wewe ni sufi lakini sio faqih, hapana. Au ukawa wewe ni faqih lakini sio sufi, hapana. Fa inni wa haqqillahi yakansa, anasema mimi kwa haki ya Mungu na kunasihi wewe. Imam Shafi huyo. Kwa nini? Anasema fadhalika qasun, mtu akiwa mwanachuoni wa fiqh asipokuwa na ilmu ya tasawufu anakuwa qasun, roho yake inakuwa mbaya sana, yani ana roho ngumu sana, ana moyo mgumu. Kwa sababu gani? Anasema lam yadhuq qalbuhu tuqa, moyo wake unakuwa haujaonja tamu ya ucha Mungu. Mtu akiwa na fiqh alafu asiwe na tasawufu, moyo wake hauwezi ukaonja tamu ya ucha Mungu, hajui ladha ya ucha Mungu atacheka. Ni kabisa wewe fanya upelelezi hata sasa. Uone mtu ana fiqh kubwa sana lakini hana tasawufu. Halafu uangalie tabia na desturi zake, mienendo na nidhamu zake na mipangilio yake. Yaki huni tu, halafu anakuwa mkorofi mwenye maneno machafu, halafu hachagui ya kusema. Kwa sababu moyo wake haujaonja tamu ladha ya ucha Mungu. Hawa jamaa wao ukiwa umeshaingia humu ukajichikamanisha na zile al-awrad na al-adhkari zile zao ambazo mashekhe wanawalakinia wale wafuasi muridi, moyo unakuwa mlaini kabisa. Maana wao muda wote ukikana la ilaha illa Allah, la ilaha illa, basi ni hivyo tu. Yuko sokoni, yuko dukani, yuko njiani, la ilaha illa Allah inakuwa ndo asili ya uongofu wao, na ndio neno wanalazimiana nalo sana. Ukimkuta sufi yoyote ukimwambia hebu niusie, atakwambia akthir min dhikri la ilaha illa Allah, fanya sana kusema la ilaha illa Allah. Wewe fanya sana, ukichoka msalie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, ukichoka fanya istighfar. Hivyo ndio vinaufanya moyo unakuwa baridi laini. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Mwenyezi Mungu asema, sikilizeni, kwa kumtaja Mungu ndio mioyo inakuwa baridi, inatulizana. Kwa hiyo ina maana watu wanatulizana mioyo na kuwa wenye nidhamu, wanyenyekevu, watulivu, wasikivu, waelekevu kwa sababu ya dhikri. Kwa hiyo mtu akiwa faqih, kasoma sana sheria, lakini hana mchepuo katika elimu ya tasawufu, anakuwa ni qasun, anakuwa na roho mbaya, moyo mgumu. Kwa sababu gani? Lam yadhuq qalbuhu tuqa, moyo wake unakuwa haujaonja tamu ya ucha Mungu. Wa hadha jahulun, na sufi naye akitosheka na tasawufu alafu asisome fiqh atakuwa mjinga, hajui ahkamu sharia, hukumu za kisheria za kuendeshea mambo kwenye dini yake, atakuwa jahulu. Imekuja kwa siga ya mubalagha, maana yake atakuwa mjinga sana kama atakuwa sufi hapa asisome fiqh. Anawezaje kuendesha mambo sasa ya kielimu? Kaifa dhul jahli yasru. Sasa mtu ambaye ni mjinga atakuwaje mzuri? Anasema Imam Shafi, kama sufi asiposoma fiqh atakuwa mjinga, tena mjinga sana. Sasa vipi mtu mjinga awe mzuri? Atafanyaje mambo vizuri?